Biblia imesema asionekane kwenu awaendeaye waganga waombao wafu wanaologa kwa kupiga mafundo, kwa maana haya kwangu ni machukizo, na hao nitawakatilia mbali, asema Bwana. Kukatiliwa mbali maana ni kuuawa. Usiende kwa mganga wa kienyeji eti kwa sababu ya shinikizo, unless ukienda umetaka wewe. Jambo la pili, hebu sema amen. Mtoto wako uliyemzaa, hebu sema amen. Usikubali kwa namna yoyote akapelekwa kwa mganga kienyeji. Kwanza, sheria za Tanzania zinakulinda. Mambo ambayo kwako huyataki kwa mwanao, unaenda mpaka ustawi wa jamii, unaambia mimi mtoto wangu anataka apeleke kwa mganga, mimi sitaki. Na mimi sitaki kumng'ata mtu. Nimekuja ustawi, sitaki kumng'ata mtu. Ninayo meno kwa sababu wewe hujui madhara utakayompelekea mwanao. Hutakuwepo wakati anateseka. Hutakuwepo wakati mwanao anapata laana. Hutakuwepo wakati mwanao anakataliwa kila mahali. Biblia inasema Kaini alipomuua Habili, Mungu alimwekea alama, na ile alama inasema kila utakapokwenda watu watataka kunyua. Kuna alama za kichawi ukiwekewa, kila unapokwenda watu watataka kukuua. Ndio maana kuna mtu unaitwa mwizi na sio mwizi. Unafika mahali watu hawakupendi. Unafika kwenye biashara, wafanya biashara zako hawakupendi. Unaajiriwa hupendwi, majirani hawakupendi, mzembo hawakupendi. Una alama ulitua kwa waganga ili usipendwe. Sasa hizo alama unazochanjwa kwa watoto wako, unajua zitaletana madhara gani? Je, kuna mtu kule kwetu Uchagani wanasema ukishazaa kuzaa kwako nywele ni za mama. Eti unazaa mtoto nywele za kwanza unamkabidhi nani? Mama yako mzazi. Na wanasema tu mchungaji, tuma tu moto, mimi nywele zangu nimempelekea moto, mimi najua utasafiri tu, tuma tu moto baba. Yaani nywele umepeleka wewe. Kwa nini moto usipeleke pia wewe? Kitofu umepeleka wewe. Mimi nililazimisha. Sikiza nikwambie. Biblia inasema hivi, nimekuja duniani sio kuleta amani. Kwa maana mke atamchukia mmewe na baba atamchukia mwanawe. Nimekuja kuleta upanga duniani. Kwa nini? Imani yetu kwenye masuala ya imani haina mazungumzo, haina mjadala. Nimeweka msimamo mbele. Sikiliza nikwambie, hebu sema amen. Sema tena amen. Mimi ni mdogo wangu kabisa wa damu. Mimi naongea kwa uchungu sababu najua. Akaniambia ninaolewa kaka. Nikawa mzito kwenda kwenye harusi. Na nashukuru sikuenda. Sio nashukuru, sio sishukuru. Hiyo najua mimi. Baada ya muda akaniambia kumbe huyu mwanaume alikuwa ni mganga. Aliponioa tu nikashangaa, amekuja na marafiki zake, wameniambia hakuna kinachoendelea mpaka nichanjwe chale. Tumepigana mpaka, lakini wameninywesha dawa. Mambo yakaendelea. Baadaye akasema nimeamua kuondoka. Nikasema hicho ulichoamua umeamua sahihi. Umeamua sahihi kwa sababu hebu jiulize. Nikupe sisi, hebu sema amen. Kwa nini nachukia waganga? Hebu sema amen. Hebu sema amen. Kwa taarifa yako, si kwamba waganga tunawaogopa. Kwa sababu hata mimi siku ya Ijumaa nimeenda kwa mganga kienyeji. Ijumaa ya juzi hata mke wangu sijamwambia. Nilikuwa sijaenda kumwangalia kama nyota yetu au nini. Nilienda. Nilikuwa mahali fulani anaitwa Rwamgasa. Nikakuta kuna mganga anatibu watu. Kuna mambo fulani ya kazi, nikasema ngoja niende kwenye nyumba. Nikasema ngongo mganga hodi. Nikakuta watu kama 20 wamejaa nyumbani kwake. Nikaambiwa mganga yule pale, una shida gani? Kama mimi na shida kutibiwa. Yule pale mganga anayetoka ni mama tu. Nilizoea waganga vibaya vizee fulani vimezeeka, meno havina, lakini mama ana mtoto na anapaka na poda.
Nikamuuliza, wewe ni mke wa mganga au mganga? Akasema mimi ndo mganga, mume wangu sio mganga. Nikamwambia nikasema nataka ninunue hili eneo la kwako nikuhamishe, nataka nifanye biashara za uchimbaji hapa, mfukoni na 20,000 na hiyo 20,000 nimehongwa na mke wangu. Nikamwambia nataka nikuhamishe hapa. Akanambia kwa kweli mimi kuhama naweza, ila siwezi. Alinijibu hivyo kwamba naweza lakini siwezi. Nikajiuliza hili jibu, unajua mtu wa rohoni akiongea sentensi amezipangilia. Nikamwambia hebu nielezee. Akasema kwa sababu ni kweli kuna mavumbi hapa, uchimbaji unasumbua watu, watoto, lakini wakurugenzi wamenizuia nisiondoke. Nikamwambia mimi hao wakurugenzi naweza kuongea nao wakakuruhusu hata sasa hivi. Nilipomwambia, waliocheka ni wateja wake, wakacheka. Nikauliza, nikamwambia mimi hao wakurugenzi najuana nao, kwa hiyo sio na wasiwasi, wewe niambie tu shilingi ngapi nikupe wewe uondoke. Wale wateja wake wakasema yani huyu hawezi kuondoka. Wateja wake yaani mara pili na MP wa mganga wakasema huyu hawezi kuondoka. Nikamwambia kwa nini? Nikamuuliza wewe mganga umeanza nini? Akasema nina miaka 15 nilielekezwa nije hapa nikajifunza sana. Nikwambie kitu cha kiroho, hebu sema amen. Usinunue kiwanja ovyo ovyo, pako muulize Mungu. Inawezekana kwa level nyingine ya kimungu wengine hamko, lakini hekima kirohoni, ukitaka kununua kiwanja muulize Mungu. Mungu sio tu kila kiwanja unakivamia. Basi umeshakivamia, hakikisha pale umeomba, umeweka madhabahu ya Mungu aliye hai. Uhakikisha kwamba kwenye eneo langu mimi na pageuza haitakuwa nyashimbi kama ilivyo nyashimbi, ila mahali hapa ni lango la mbinguni, mahali Mungu anapokaa. Piga Yesu makofi na unasema amen. Hebu sema amen. Ipa watumishi wa Bwana watamke maneno kwenye kiwanja. Nikagundua kwa mganga kumbe maeneo huwa yana maelekezo. Anasema nilitoka kwetu miaka 15 iliyopita nikaelekezwa mpaka hapa Lwamgasa. Kwa hiyo hapa nipo kwa maelekezo. Akanambia cha pili, unaowaona hawa watatu ukiachana na wagonjwa wengine wametokea Kenya, wamekuja kwa ajili yangu, kwa hiyo mimi siwezi kutoka hapa. Nikamwambia Kenya pembeni na moja jamaa fulani hajaheshimu sijui mume wa nani hapa linaoga dawa janaume kabisa. Nikasema alhamdulillah.